Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haipangiwi tarehe, siku zote iko tayari na tuko timamu katika kila maeneo. Tumejipanga na tunaendelea kujipanga. Nchi yetu iko salama, hakuna tishio lolote mpaka sasa na halitaendelea kuwepo, na yale ambayo yamekuwa kama yakisemwa na wananchi kuwa ni matishio, tunaendelea kuchukua hatua. Tutakamata mhalifu, na ndio tulisema kwamba sisi tutaendelea kuchukua hatua kwa kila yoyote ambaye anaona ni mhalifu. Hakuna mtu kichwa ngumu mbele ya mkono wa sheria. Hakuna mtu yoyote ambaye akaona yeye ni Tanzania. Hakuna aliye juu ya sheria. Tutachukua hatua zote stahiki kwa yoyote ambaye atatishia au kufanya kitendo chochote cha uhalifu au kutoesha amani. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba tuko salama na tutaendelea kuwa salama, na kama leo umeona Sabasaba watu wanaendelea na shughuli zao na hatuna matukio mpaka sasa ya uhalifu na uvunjifu wa amani. Lakini vivyo hivyo kwenye kila maeneo tutaendelea kuimarisha ulinzi na usalama ili kuweza kuhakikisha kwamba kila raia anayestahili kwenda kwenye kufanya shughuli za kiuchumi na aende. Anayepaswa kwenda shuleni, shule zinafunguliwa, zitafunguliwa. Kwenye maeneo ya biashara kama kawaida. Kote tupo. Wahalifu sio salama sana. Katika sio tu kipindi hiki, kipindi chochote Tanzania sasa sio salama sana. Kwa sababu leo ninazungumza kupitia vyombo vya habari, niwaombe sana wamiliki wa vyombo vya habari, niwaombe sana waandishi wa habari, watu wenye weledi hawa, niwaombe sana mtu yoyote ambaye ana akaunti ya blog au akaunti zozote zile za kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hatua hii nitumie lugha ya kuwaomba. Tunazo sheria za nchi yetu. Tuna sheria ambazo zinakataza kurusha maudhui yoyote yanayotweza utu na heshima ya mtu, kurusha maudhui yoyote yanayopelekea kufanya uchochezi wa uvunjifu wa amani kwa sura au kwa namna yoyote, kurusha maudhui yoyote yanayopelekea kuvunja umoja, amani na mshikamano wa taifa letu. Kwa hiyo si tu kwamba kama ulivyosema vizuri mwandishi na mmiliki wa chombo, hatua tutakazozichukua sio tu kwa yule ambaye ametengeneza content au maudhui ambayo yanapelekea kuvunja amani. Tutachukua hatua pia kwa mmiliki wa chombo cha habari ambaye habari hiyo ambayo inavunja sheria ya kanuni za adhabu, inavunja sheria ya Media Content Regulation ya mwaka 2005, sheria ya maudhui, inavunja sheria ya Electronic and Postal Communication Act, inavunja katiba yetu, inavunja sheria nyingine zozote, kwa sababu kumekuwa na utaratibu wa kawaida, unataka kuonekana kama wa kawaida, lakini ni utaratibu wa kuvunja sheria. Mtu anakuja kwenye chombo chako cha habari, anazungumza vitu ambavyo moja, hakijachujwa na sio kwamba ana mamlaka, lakini pili, anazungumza jambo ambalo halijafuata utaratibu wa sheria. Tatu, anazungumza jambo ambalo hana uhakika nalo wala hana vyombo ambavyo amelifanyia uthibitisho. Na nne, anazungumza jambo ambalo mwisho wa siku linaleta upotofu, kuvunja muungano wetu, kuvunja umoja wetu, na mbaya zaidi, kwa mujibu wa sheria ya media law zetu, vyombo vyetu vya habari. Na nyewe waandishi wenye weledi, nyinyi mnaonisikiliza mnajua. Makanjanja wale tunaitwa makanjanja kwenye sheria, wapo mabushiroya, mnawaona kila siku wanahangaika, hawana kazi kwenye mitandao, wanahangaika tu kuzungumza. Unazungumza, wanafanya vitu ambavyo viko nje hata ya professionalism. Sasa tukiruhusu hivi, nchi yetu tutaigawa vipande vipande. Kwa sababu mtakumbuka mauaji ya kimbari kwenye nchi fulani yalitokana na matumizi mabaya pia ya vyombo vya habari. Ukiacha hata kwenye dini, zipo watu ambao walitumia mgongo wa dini wakapeleka mataifa yao kwenye machafuko. Vivyo hivyo wapo wanasiasa kwenye nchi mbalimbali walitumia fursa yao na haki na uhuru huo bila kujali mipaka iliyopo kwenye sheria, bila kujali masharti yaliyopo kwenye sheria, wakatoa kauli ambazo zilipelekea mataifa yao kuwa kwenye shida.
Vivyo hivyo wapo wanaharakati kama mimi ambao nao pia walitumia vivyo hivyo na wakajikuta kwamba wakati mwingine kauli zao zimeenda kupelekea taifa kuingia kwenye shida. Mimi ni wasihi na natumia lugha hii sasa hivi kwa wema kabisa na kwa heshima na unyenyekevu mkubwa. Ninawaomba na kuwasihi sana Watanzania, wamiliki wa vyombo vya habari, wanasiasa, wanaharakati huru na wote, tunazungumzia amani ya taifa letu. Bila amani ya taifa, bila usalama wa taifa letu, hakuna raia mmoja aliye salama. Vurugu yoyote hakuna mshindi, kwa sababu mwisho wa siku vurugu hiyo inaweza ikamwathiri direct au indirect hata aliyeianzisha. Hakuna mshindi kwenye vurugu, hakuna mshindi kwenye vita. Hata kama ungekuwa bouncer vipi ukapigana na mtu mnyonge, yeye ikitosha tu kukung'oa jicho imetosha, hata kama ungempiga kipigo cha namna gani. Kwa hiyo wakati wote wa Tanzania tumekuwa tukizungumza mambo ya amani na usalama, mnadhani kama ni jambo ambalo halikuhusu. Linakuhusu kwa sababu tuna ushahidi Tanzania. Yapo mataifa jirani yetu hapa tumewahi kuwalea hapa kama wakimbizi zaidi ya milioni 1 na kitu. Sasa hivi wamebaki 155,811. Wamekimbia mataifa yao kwa chokochoko ndogo, kwa matishio madogo. Kwa hiyo tusizani ni jambo la sifa, na sisi hatutakuwa na mzaha hata kidogo kwa mtu yoyote ambaye anavuruga amani ya taifa letu. Kwa hiyo nikijibu swali lako hilo, imebidi nieleze kwamba yoyote yule ambaye, na sasa tumeona wakati mwingine pia mnaanza kuona kwamba kuna kundi hili linasema hivi, kundi lile linasema hivi. Hivi vyote ni viashiria uvunjifu wa amani. Hakuna mtu hata mmoja tutakayemvumilia katika kipindi hiki. Sio tu kwa sababu mimi ni waziri wa mambo ya ndani leo, cheo ni dhamana, leo nipo kesho sipo, lakini ulinzi wa taifa letu na amani si jambo la kuchezea. Amani ikitoweka, ndugu zangu, mnafahamu nyie waandishi wa habari, mmeripoti taarifa toka labda wakati huo mmetoka vyuo mpaka leo mmekuwa wabobevu. Hakuna taifa ambalo likipoteza amani yake inarejea kirahisi. Amani haina mbadala. Ni jambo ambalo ni waombe sana wazazi wote, baba na mama, kaka na baba, shangazi, mjomba, mkanye mwanao, mwambie jinai hailipi, na bahati mbaya sana jinai haiozi. Ukifanya leo kosa la jinai ukazani ni mjanja, hujakamatwa leo, basi kesho pia hutakamatwa, lakini sio kesho kutu tutakukamata. Utafanya jinai leo, utakimbia nje ya nchi, lakini jinai haiozi. Wapo watu walifanya makosa ya jinai miaka 10 iliyopita, 13 iliyopita, wengine wa mataifa mbalimbali tumewapeleka kule kwa kutumia sheria ya mutual assistance in criminal matters. Tuna treaties zipo ambazo tumezisign kama extradition treaties zipo. Tuna makubaliano na mikataba ya kimataifa, tuko kwenye Interpol. Utakimbilia wapi? Hivi kwa nini ufanye kosa la jinai alafu wewe mwenyewe ujinyime uhuru wa kusafiri kwa amani? Unajinyima uhuru, unasafiri kila sana makofia na makoti, utavaa mpaka nguo za kike kwa sababu ya kufanya jinai. Wewe ni mtoto wa kiume, utalazimika kuvaa nguo ya kike ili ufiche, ukwepe mkono wa dola. Mtoto wa kike atalazimika kuvaa suruali. Kwa nini ujinyime uhuru kwa makosa ambayo hayakusaidii, hayana tija yoyote? Ni rai yangu kwa Watanzania, na nawaomba na kuwasihi sana, hata wale wanaokuchochea kufanya uhalifu wa aina yoyote, hemu waulize. Tumepitia madhira hapa madogo ambayo Mheshimiwa Rais kwa masikitiko makubwa alisema never again. Never again. Sasa hao ambao wanachochea, hemu uulize, wewe unashupalia hili jambo, nani ndugu yako alipata madhira? Mtoto wake nani alipata madhira? Hakuna. Kwa tunachochea watoto wa Tanzania ambao wanajitafutia kipato kwa njia halali, tunachochea, na matokeo yake wanaopata madhara ni wengine. Lakini wewe unawatumia hawa kumwaga damu, unawatumia hao wavuje jasho ili wewe uwe na nafasi fulani, ili wewe upate mali fulani. Hili jambo halikubariki kwa Tanzania. Niwaombe sana, hata Umoja wa Mataifa tumeomba, mabalozi wetu wamefahamu, na nilitoa siku ile
Hakuna sehemu yoyote anatafutwa mtu, wala tulengi mtu yoyote. Tunalenga amani na usalama wa taifa letu.